Na karibu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala wa mabadiliko ya katiba unaendelea miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu, swala linaloonekana kuwagawa wanasiasa na wananchi wa taifa hilo. Jason Sagini anaeleza zaidi. Kwa mujibu wa kituo cha utafiti wa siasa na uongozi cha Ebuteli nchini DRC, kwa sababu za kisiasa, kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025 kumekuwa na miswada 458 iliyowasilishwa bungeni, ni 22 tu inayojadiliwa. Aidha, utafiti unaonyesha kuwa chama tawala bungeni kitatumia wingi wake kutanguliza masuala ya kisiasa kama kuendeleza mjadala na mabadiliko ya katiba baada ya kujadili masuala muhimu kama ya kiuchumi na changamoto za kiusalama zinazotatiza raia wa kawaida nchini DRC. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa mashuhuri kama Dedi Sasanga wanapinga mapendekezo ya katiba kufanyiwa marekebisho kutoka kwa wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Wiki hii pia makamu rais wa pili wa Seneti Bahati Lukwebo alijiuzuru kwenye nafasi yake baada ya kuhusishwa na upinzani na mabadiliko ya katiba na kuwepo harakati za kumwondoa kwenye nafasi hiyo na wabunge. Waziri wa haki nchini DRC Guillaume Ngefa ameamuru kukamatwa kwa kitita cha dola karibu milioni 2 katika uwanja wa ndege wa Jili jijini Kinshasa na kuchunguzwa mhusika na vilevile uwezekano wa uhalifu wa kifedha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemwagiza waziri mkuu wa nchi hiyo kuja na mpango kazi wa kufufua shirika la ndege la Kongo ambalo linakabiliwa na changamoto ikiwemo za kifedha na kiufundi, hali ambayo imesababisha kusitishwa safari kadhaa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi amesema Wakenya waliosajiliwa kupigana katika vita vya Ukraine kwa niaba ya Urusi watasamehewa wakati watakaporejea nyumbani. Hilary Ngati na maelezo zaidi. Tangazo lake limekuja baada ya kuzuru Moscow wiki iliyopita katika juhudi za Nairobi kujaribu kutafuta suluhu la raia wake kusajiliwa katika vita vya Ukraine. Katika kikao chake na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, walikubaliana kwamba raia wengine wa Kenya hawatosajiliwa katika vita hivyo. Kulingana na sheria za Kenya, ni kinyume cha sheria kwa raia wake kusajiliwa kama mwanajeshi katika vikosi vya kigeni, kosa ambalo mhusika anaweza kufungwa jela miaka 10. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje, wa Kenya 255 wanapigana katika vita vya Ukraine, ambapo walianza kusajiliwa miezi 6 iliyopita, nchi nyingine za Afrika zikiripoti pia raia wake kusajiliwa kwenye vita hivyo. Baadhi ya Wakenya waliorejea wamedai walidanganywa kwamba wangepewa kazi zenye mishahara minono kabla ya kujipata vitani. Nairobi ikiwa tayari imefunga baadhi ya ofisi zilizohusika kuwasajili Wakenya hao. Watu 81 wamepoteza maisha nchini Kenya kufuatia mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua inayoendelea kunyesha mwezi huu wa Machi, huku zaidi ya watu 3,000 wakilazimika kuyahama makazi yao. Chama cha wanasheria nchini Uganda ULS kimeshtaki serikali ya Uganda kwa kile ambacho kinasema polisi kuendelea kuzingira makazi ya mwanasiasa wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi. Katika kesi waliofungua Machi 16, wanasheria wa chama hicho wanavituhumu vikosi vya usalama kuendelea kusikia katiba na sheria za nchi kwa kuzingira makazi ya Bobi Wine. Akihojiwa na kamati ya bunge kuhusu usalama wiki iliyopita, mkuu wa jeshi la polisi alitetea uwepo wa askari wake kwenye makazi yake, akisema watabakia hapo hadi pale watakapojiridhisha kuwa makazi ya mwanasiasa huyo yako salama. Tangu kufanikiwa kuwatoroka polisi baada ya uchaguzi wa Januari 15, polisi wamekuwa wakikataza ndugu, marafiki, viongozi wa chama na hata mawakili kuingia ndani ya nyumba yake, hata kupeleka chakula. Haya yanaendelea wakati Robert Chagulanyi mwenyewe akiwa ametangaza kuikimbia nchi yake kwa kuhofia usalama, ambapo wiki iliyopita alifanya ziara Marekani na Ulaya na kukutana na wadau wa demokrasia kuwashawishi kuweka shinikizo kwa serikali ya Uganda. Jeshi la Uganda na polisi wamekuwa wakimsaka Chagulanyi kwa tuhuma za uchochezi, madai ambayo chama chake cha NUP kimeatupilia mbali, kikisema msako huo umeagizwa na mtoto wa Rais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Nchini Sudan, maelfu ya mateka wanaozuiliwa na wapiganaji wa RSF tangu Oktoba walipochukua mji wa Al-Fashar wameelezea madhila wanaopitia, yakiwemo kupigwa, kulazimishwa kuwazika wenzao waliokufa kutokana na mateso na kutumikishwa. Victor Muturi, tukumbushe mada ya habari rafiki. Katika siku za hivi karibuni, DRC imejipata katika mjadala mzito kuhusu kuibadilisha katiba miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu.
Wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi wanashinikiza mabadiliko hayo, huku wapinzani wake wakisema katiba hiyo haina mapungufu na ni mpango wake wa kutaka kuwania tena kwa muhula wa 3. Tunamuuliza msikilizaji, anazungumziaje mjadala huu huko DRC? Kama raia wa DRC anafikiri katiba ya DRC inapaswa kufanyiwa marekebisho, ashiriki kwa kutuma ujumbe wake wa sauti kwa namba yetu WhatsApp _254 110 000 420. Wanajihadi zaidi ya Waislamu zaidi ya 100 wameachiwa huru hivi karibuni na mamlaka za Mali, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya wao kusitisha mashambulio dhidi ya misafara ya malori ya mafuta, mashambulizi ambayo yametatiza upatikanaji wa nishati kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Kufahamu zaidi, hapa taarifa ya Ruben Lukumbuka. Tangu mwezi Septemba, kundi moja la wanajihadi wa Kiislamu wenye uhusiano na mtandao wa kigaidi duniani Al-Qaeda limekuwa likishambulia misafara ya malori ya mafuta, hali ambayo imefanya shughuli kwenye jiji la Bamako kusimama kutokana na uhaba wa mafuta. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, vilithibitisha kuachiwa kwa wanajihadi zaidi ya 100 kwa kubadilishana na kufunguliwa kwa njia kuu za kibiashara ambazo zimekuwa zikitumiwa na malori kupitisha mafuta kwenda Bamako. Kwa mujibu wa viongozi wa Bamako, makubaliano haya yatasalia hadi pale sherehe za Eid al-Adha maarufu kama Tabaski kwenye ukanda huo zitakapomalizika mwishoni mwa mwezi Mei. Wataalamu wa jeshi wa Marekani wanaowapa mafunzo wanajeshi wa Nigeria wanatumia ndege zilizo na rubani zenye uwezo mkubwa kufanya intelijensia na ulinzi, imesema jeshi la Nigeria, likisema droni hizo zimesaidia kuzima baadhi ya vitendo vya kigaidi. Mwanasiasa wa upinzani nchini Zimbabwe, Tendai Biti, ambaye ni waziri wa zamani wa fedha, amekamatwa pamoja na wanaharakati na waandishi wa habari wakati wanaandaa mkutano wa siasa katika mji wa Mutare karibu na mpaka wa Msumbiji. Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Msikilizaji, leo ndiyo siku ya mwisho ya makataa ambayo Iran ilikuwa imepewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliahidi kushambulia miundombinu ya nishati ya Tehran ikiwa haitaruhusu mlango wa bahari wa Hormuz kutumika. Haya yanajiri wakati huu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiyataka mataifa kuungana kukabiliana na tishio la Iran. Nimekuwa nikiona kila wakati, sasa wana uwezo wa kufika ndani kabisa ya Ulaya. Wanaweka kila mtu machoni pao, wanasimamisha njia ya kimataifa ya baharini, njia ya nishati na kujaribu kuitisha dunia nzima. Unahitaji uthibitisho gani zaidi kwamba utawala huu unaotishia dunia nzima lazima ukomeshwe? Israel na Marekani zinafanya kazi pamoja kwa ajili ya dunia nzima, na ni wakati wa kuona viongozi wa nchi nyingine wakijiunga. Wito wa Rais Trump wa kuifanya jamii ya kimataifa ikabiliane na utawala huo wa kigaidi wa wafuasi wa itikadi kali, huo ni wito si tu kwa usalama wa Amerika na usalama wa Israel, bali kwa usalama wa dunia nzima. Tehran kwa upande wake imesema itajibu kwa kushambulia miundombinu muhimu ya nishati na maji ya mataifa jirani, hali ambayo ikitokea huenda mzozo huo ukachukua sura nyingine. Wajumbe wanaowakilisha Ukraine na Marekani kwenye mazungumzo ya kumaliza vita na Urusi wametamatisha mazungumzo ya siku ya pili jijini Florida, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisisitiza sharti vita hivyo kumalizwa, ingawaje Urusi kuwakilisha kwenye mazungumzo haya. Bunge la Korea Kaskazini limemchagua kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un kuendelea kuongoza taifa hilo. Saa 2:40 saa za Afrika Mashariki.
awamu ya pili, habari za michezo na Emmanuel Makundi. Karibu. Na asante, tulikuwa tunataka kusikia sana ile habari ambayo nilikumbushia katika podcast. Kwanza siwezi kusahau kwa sababu watani zangu Arsenal jana waliangukia pua baada ya kukubali kipigo cha magoli mawili kwa sifuri kutoka kwa Manchester City iliyokuwa chini ya Pep Guardiola ambaye alikuwa anamfundisha kazi kijana wake alimfunza kocha wa Arsenal Mikel Arteta. Na jana ilikuwa ni finali ya kombe la Carabao ambapo sasa Manchester City angalau wataweka kombe kibindoni wakisubiri kujua hatima ya ligi kuu ya pale nchini Uingereza, kwa sababu wao katika nafasi ya pili na Arsenal katika nafasi ya kwanza, na mechi zimesalia takriban 7 kufunga pazia ya ligi kuu ya soka pale nchini Uingereza. Kwa hivyo ikiwa Arsenal wanacheza na Pep Guardiola akaamka, huenda pengine Pep Guardiola akatengeneza historia nyingine ya kutoa taji la ligi kuu ya pale nchini Uingereza, lakini wengi wana matumaini hasa Hilary Ngati kwamba timu yake huenda itachukua kombe la ligi kuu mwaka huu baada ya miaka zaidi ya 20. Lakini Jumatatu mbaya nakwambia, lakini wanaamini kwamba wao wako katika kombe la FA, lakini pia wako katika klabu bingwa barani Ulaya, Champions League. Kwa hivyo wanaona Arsenal ka Champions League. Tutasubiri kuona na mechi za ligi mbalimbali barani Ulaya zilichezwa pale nchini Ufaransa. Ligue 1 Lyon walifungwa na Monaco magoli 1 wakati Paris FC wakiwafunga Le Havre kwa mabao 3-2 katika ligi kuu pale nchini Hispania. FC Barcelona waliwafunga Rayo Vallecano kwa mabao 0 wakati Celta Vigo wakifungwa na Alaves 4-3 wakiwafunga wenzao Atletico de Madrid. Ilikuwa ni Madrid derby na Madrid waliibuka na ushindi 3-2 kule Italia katika Serie A. Atalanta waliofunga 0 wakati AS Roma waliofunga Lecce kwa 1-0. Ligi kuu hapa nchini Kenya, klabu yako Nairobi United Kano jana walifungwa na Ulinzi Stars kwa magoli 2 kwa FC Leopards waliofunga Tusker goli 1. Nchini Tanzania Simba walifanya kweli mechi zao za report baada ya kufunga TRA United, mamlaka ya mapato ya Tanzania, kwa goli 3-0. Ligi kuu pale nchini Rwanda Luchero goli 1 wakiwafunga Gasogi United goli 3-0. Ligi kuu ya pale nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Panda walifungwa na Sedwa Lupopo wakati Motema Pembe timu ya Ruben Lukumbuka walitoka sare bila kufungana na Celeste. Na mchezaji Ron James kilia rekodi nyingi zaidi katika msimu mmoja ambapo mchezaji mechi 1612 akifunga mechi 1611 za Paris. asante sana Makundi. Asante. Tunaingia sasa kupata uchambuzi wa magazeti. Karibu Lukumbuka. Asante, nimeshakaribia Carol. Natumai pia msikilizaji una neno hapo ulipo. Uchambuzi wa magazeti unaanzia jijini Paris nchini Ufaransa, huko ambapo naona ni magazeti karibu yote yameangazia matokeo ya awali ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Gazeti la Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, Les Echos, lakini pia magazeti mengine tu ya mitaani kule ameangazia habari kuhusu ushindi wa Emmanuel Grégoire. Ni mwanasiasa upande wa kisosialisti. Huyu ameshinda kinyang'anyiro cha umea wa jiji kuu la Paris akimrithi mwenzake wa kisosialisti Anne Hidalgo. Gazeti la Washington Post laandika vitisho vya Trump, mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani yaongeza hofu ya vita katika mlango bahari wa Hormuz. Tuje sasa barani Afrika, tuanzie kule juu. Burkina Faso, Le Quotidien Citoyen laandika habari kuhusu manispaa ya Bobo Dioulasso, sheria mpya za kufanya jiji kuu kuwa safi zaidi kwenye radhi. Gazeti la Sudan Tribune laandika kuzinduliwa kwa huduma za kifedha za simu za mkononi nchini Sudan kupitia teknolojia ya kisasa kumezua mjadala miongoni mwa wataalamu kuhusu masuala ya kiuchumi.
Kule DRC, magazeti kama Le Potentiel, Forum des As, Tempête des Tropiques, L'Observateur miongoni mwa mengine yameandika habari kuhusu hatua ya waziri wa sheria kuamuru kufanyika kwa uchunguzi baada ya kukamatwa kwa kitita cha dola milioni 2 za Marekani katika uwanja wa ndege wa Njili jijini Kinshasa. African News ni gazeti pia la huko DRC kwa upande wake laandika Delice Sanga aweka shinikizo kwa serikali kuhakikisha mwaka wa 2028 mambo yote safi kabisa. Actualite.cd laandika vijana huko Goma na Bukavu watoa wito kwa mamlaka ya Kinshasa na viongozi wa waasi wa AFC M23 kushiriki katika mazungumzo ya dhati na jumuishi ili kukomesha miongo kadhaa ya mzozo wa kivita mashariki mwa nchi hiyo. Gazeti la New Times la huko Rwanda laandika vijana wahimizwa kuhifadhi lugha tukufu ya Kinyarwanda na kudumisha utamaduni. Naona muda umeniruhusu. Asante sana Lukumbuka. Na sasa tupate makala Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Ila wafanyabiashara hao wanadai kwa miaka kadhaa soko la Gikomba limekuwa na majanga ya moto ambayo huripotiwa mara kwa mara, moto hii ikisababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Sisi tuna ushahidi kwamba pale wazazi wetu ndio walitupa ile nafasi, ndio walianza pale. Miaka ya hapo awali tumekuwa hapo na sisi bado tumekuwa hapo tukilipa leseni, tukiwa tuna mastakabadhi yote yenye county inakuaga. Pia tunamalilio kwamba huu mwaka huu county ilikuwa imetutoza leseni na tuko nazo na tunawapatia. Tunauliza ya kwamba kwa nini walikuwa wakapitisha leseni wakijua kwamba watatubomolea vibanda zetu. Sisi tunaomba serikali pia kuu, walisema kuwa watalinda, watachunga watu wa biashara ya chini, na sasa hivi tunaona wanatugandamiza. Lile kitu wanalosema watatuletea pale ni fire station. Hiyo fire station tunauliza mbona wakatuletea fire station kutumaliza? Afadhali moto tulikuwa tukiunguliwa na inatuacha mahali pale tunajiinua polepole tukijua kwamba malon na marafiki wakitusaidia. Hilo ni swala moja tu. Swala jingine ambalo sasa ndilo limeibua mjadala mkubwa na kwa kizungumkuti ni serikali kuwataka wafanya biashara kuondoka eneo ambalo liko mita 50 karibu na mto Nairobi. Wafanya biashara wengi hapa sasa wanadai hali hii inaenda kinyume na makubaliano ya awali ya serikali ya kuwataka waondoke mita 30. Wengi wanadai kuna njama fiche kwenye mpango huu wa serikali. Ibomolewe 50 meters. Tuangalieni maslahi. Kitu ya kwanza, kama tunasema ni mambo na mto, hapa si mahali pa watu kuishi, hapa ni mahali pa watu tunafanya biashara. Kwa hivyo sioni venye hata maji yakija, hizi ni structures zimetengezwa hapa ni temporary, sio permanent. Sioni venye maji ina affect mwananchi wa kawaida hapa wa sokoni hapa. Wengi wafanya biashara wanadai kuwa kuna njama ya kunyakua ardhi hiyo kwa maslahi ya watu binafsi. Biteresia ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi katika soko la Gikomba. Sasa tumekuja kwa sababu tumekuwa na vita. Kuna River Commission imekuja kusema wanataka kuchukua kipande cha soko 50 meters. Wakati sisi tunajua kauli ya serikali ilikuwa ni 30 meters. Na sasa sisi tumekuja kupinga hiyo kauli yao ya 50 meters na kusema sisi tunatambua 30 meters ambayo tutawapatia upande huyu 15 meters na upande ule mwingine 15 meters. Hata hivyo, baadhi ya wadau wanasema mpango wa serikali unalenga kulinda maisha na mali, hasa kutokana na athari ya mafuriko na moto ambayo hujitokeza mara kwa mara. Sasa hawa nao watu wa Nairobi River Commission wakaona kweli kwamba hawa watu ni wengi sana hapa ambao tutawatoa. Tutawafanyeje? Nataka mtu yote akose kazi. Ndio tukakubaliana watatujengea linear market which is back here. Changes have consequences and if you don't let it go you can't get. Hali hii inajiri huku serikali ikosolewa kuchelewesha ujenzi wa soko jipya la kisasa kwa miaka
miaka mingi. Wafanyabiashara wanasema ahadi zimekuwa nyingi, lakini utekelezaji ni haba, huku wakiapa kutoondoka eneo lenye mzozo, wafanyabiashara wakidai kwamba hili limechangia kupungua kwa pato lao. Niko na hoteli mahala pale naishi. Hapo mahali napika chai, napika chakula, nauzia watu wa viatu. Sasa wanaposema tutoke ama watu wa viatu watoke, nitauzia nani? Tuliambiwa na government inataka mita 30. Mita 30 imepinduka, imekuwa ni mita 50. Mita 50 mimi nakaa pale ngorofani, nalelea watoto wangu pale, na amesema inakulwa yote. Tunataka kaunti iongee, manake tunalipa hiyo manyumba, ituonyeshe mwelekeo. Bi Teresia, mwenyekiti wa wafanyabiashara hao katika soko la Gikomba, anasisitiza kuwa mzozo unaweza kutatuliwa iwapo pande zote zitaketi chini kwenye meza kutafuta suluhu la kudumu. Shida inaingia hapa wakati wanasema watachukua mita 50. Hiyo kusema watachukua mita 50 ni kama kumaanisha wanachukua Gikomba yote. Tumeadhirika sana kama wafanyabiashara kwa sababu sasa hakuna mtu ananunua mzigo kwa sababu hajui atafukuzwa siku gani na anytime anaweza akatolewa. Kwa hivyo sisi kama wafanyabiashara tunataka kusema tunapinga vikali kauli ya kusema wanachukua 50 mita. Ikiwa kuna jambo inatoka kwa serikali, ikuje ipitie kwa kamati ya soko kama Charity amesema, tuhusishwe na kila mtu ajue. Huko hatupingi serikali kudevelop. Wasiwasi msikilizaji, wafanya biashara wengi ni kwamba iwapo wataruhusu serikali kuchukua mita nyingine 20 za ardhi katika soko la Gikomba, hatua hiyo itatoa nafasi kwa wanyakuzi wa ardhi kuchukua baadhi ya sehemu ambazo wao wanaendesha biashara. Kwa hiyo soko yetu, kusema ukweli, ni soko ndogo. Soko yetu, shamba yetu sio kubwa. Sasa ukichukua 50 meters itakuwa imeisha. Sisi hatuoni mwangaza na haki na kweli ya kwamba kuna soko tunatengenezewa. Wafikishe 30 meters ndio tupate pia sisi penye tunauzia. Alaijua sisi wote tunaenda wapi? Jua haki zako na Benson Wakoli. Ni vyema msikilizaji ufahamu kwamba soko la Gikomba lipo katikati ya jiji la Nairobi na ni moja ya masoko makubwa zaidi ya nguo za mitumba barani Afrika, na lina historia ndefu kama kitovu cha biashara tangu miaka ya 70. Awali lilianza kama soko dogo la wazi. Gikomba sasa limekuwa kwa kasi na kuwa muhimili muhimu wa uchumi sio tu nchini Kenya. Leo maelfu ya wafanya biashara hupata riziki yao katika soko hilo. Baadhi ya nguo zinazouzwa katika soko hili la Gikomba ambazo za mitumba huagizwa kutoka Ulaya, Marekani na Asia, kisha usambazwa si tu Kenya bali pia mataifa jirani ya Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii imefanya Gikomba kuwa kitovu cha biashara ya kikanda, ikiunganisha usambazaji wa mataifa ya Afrika Mashariki kwa kutoa ajira kwa maelfu ya vijana wanawake pamoja na bidhaa nafuu kwa wananchi kwa kipato cha chini. Soko hili limechangia kwa kasi kubwa kupunguza gharama ya maisha na kukuza biashara ndogo ndogo katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki, na ndio sababu wafanyabiashara wengi wanapinga njama yoyote ya kuondoa katika eneo hilo. Katika moja ya hotuba zake, Rais wa Kenya Daktari William Ruto aliahidi kuboresha mazingira ya soko la Gikomba ili kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya kazi katika mazingira salama na yenye hadhi. Lakini hadi sasa wafanyabiashara wanasema bado rais hajatimiza ahadi yake. President tulimchagua ako kazi na wengine tuliwachagua wako kazi, na sisi kazi yetu watu wa chini ndio hii ile tunaweza tegemea. Sasa ukivuta mtu kama mimi kazi, nitaenda wapi? Tutakuja kumaliza hii soko yenu, munipatie miezi miwili peke yake, hii soko itakuwa imekamilika, na nitakamilisha hii soko na nifanye partitions ya soko yenu. Gikomba hoye! Na nikikamilisha hii soko, hakuna wafanyabiashara kutoka mahali ingine wataingia hapa ndani, ni wafanyabiashara wa Gikomba hapa. Wale waliotoka hapa ndio tupate nafasi ya kujenga soko, ndio watakuwa wa kwanza kupatiwa nafasi ndani ya soko hii, na tunawajua majina yao. Wale wengine ambao wataungana na wao, na nimeongea na kamati wako hapa, Bwana Ayimba yuko hapa, Wanjohi yuko na huyo Mungwana yuko. Tumekubaliana nyinyi kama wafanyabiashara wa hapa, sehemu hii ambayo imebakia, hawa viongozi wenu waliniambia
nitafute pesa, nikuje nijenge soko ambayo itatoshana na wafanyabiashara 15,000. Mgogoro wa soko la Gikomba unaibua maswali muhimu kuhusu haki za wafanyabiashara, haki ya kupata mazingira salama ya kazi na pia haki ya kushirikishwa katika maamuzi yanayowaathiri. Je, suluhisho ni kuhamishwa kwa lazima au ni serikali kutimiza ahadi zake kwa kujenga soko bora? Maswali ya balagha hayo ambayo yanahitaji majibu bila shaka. Kwa sasa mvutano unaendelea na mstakabali wa maelfu ya wafanyabiashara unabaki njia panda. Jina langu ni Bwana Benson Wakoli. Ukijaliwa nami pia nijaliwe, tutakutana kwenye makala mengine juma lijalo. Kwa heri kwa sasa. Msikilizaji, katika siku za hivi karibuni DRC imejipata katika mjadala mzito kuhusu kuibadilisha katiba miaka miwili kuelekea uchaguzi mkuu. Wanasiasa wanaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi wanashinikiza mabadiliko hayo, huku wapinzani wake wakisema katiba hiyo haina mapungufu na ni mpango wake wa kutaka kuwania tena kwa muhula wa 3. Unazungumziaje mjadala huu huko DRC? Kama raia wa DRC, unafikiri katiba ya DRC inapaswa kufanywa marekebisho? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda namba yetu WhatsApp _254 110 000 420. Kwa kumalizia, hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Mjadala wa mabadiliko ya katiba nchini DRC waendelea kuwagawanya wanasiasa pamoja na wananchi wa taifa hilo. Asante sana Carol Korir kwa kutuelekeza vizuri kwenye taarifa ya habari. Basi wakati msikilizaji, pokea kiziba mkonga kabla ya kuondokea. Shahada yako ni karatasi tu. Elimu yako halisi inaonekana katika tabia yako. Shahada yako ni karatasi tu. Elimu yako halisi inaonekana katika tabia yako. Ndio maana mimi hupenda kutumia neno hili kila wakati. Kikiingia kichwani tu ila kisiathiri moyo wako, kamwe hakiwezi kuonekana mkononi mwako. Kibaki kichwani ni uelewa, knowledge. Kikigusa moyo ni hekima, wisdom. Na ukiamua kukitendea kazi, hicho ni matokeo, impact. Kichwa pekee yake sio kitu. Kama Adam msikilizaji, enda kwenye Facebook ya Radio Fortune Africa, kuna pale link ya PayPal. Ifuatilie hiyo link msikilizaji. Elekea kwenye ukuta ule wa PayPal, basi utapata pale jinsi unaweza kuwa wa baraka kwetu. Kuna kwamba tunafanikisha malengo ya kituo hiki kufikia anga ya FM na vile vile katika digital audio broadcasting katika taifa la Kenya. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia njia hiyo ya PayPal. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Hili ni jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani.
Wale wa Facebook kwa matangazo ya mbashara tunawaaga, basi ungana nasi kwenye eneo lile la Google, tafuta Radio Fortune Africa, napozidi kupiga muziki sasa hivi kuelekea mida hii. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu.